Wangapi wanapenda jeshi la polisi? Inua mkono wako juu. Jamani, inua mkono wako juu. Watu wa Mungu, inua mkono wako juu tafadhali. Wanaopenda jeshi la polisi Tanzania, inua mkono wako juu jamani. Watu wa Mungu, polisi ni watu muhimu kwenye jamii. Watu wa Mungu, tusingekaa hapa kama hakuna amani, tusingeimba kama hakuna amani. Bwana asifiwe. Tusingesherehekea hapa, tumekuwa ndani kwetu kimya. Mnakumbuka ile Oktoba 29, watu wote kimya ndani. Mpe Yesu makofi kwa polisi Tanzania. Ongeza makofi zaidi kwa Bwana. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu akasema leo anapenda kuongea na Mikocheni ambao angalau mambo mawili matatu ili ya kwamba tuweze kuelewa vizuri. Tunaabudu wako hapa. Tunamshukuru Mungu, tuko katikati ya usalama. Bwana asifiwe sana. Karibu mtumishi wa Mungu, uweze kuongea mawili matatu kwa niaba ya jeshi la polisi. Karibu mtumishi wa Mungu. Haleluya. Karibu. Jamani shangwe, 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 jamani shangwe. Mpigie Yesu makofi mazuri, makofi kwa Bwana, makofi zaidi. Wanawake vigelegele viko wapi? Vigelegele vya wanawake viko wapi? Vigelegele, 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 vigelegele. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutukutanisha sote ilhali tukiwa tuna afya njema na furaha tele. Amen. Heri ya Pasaka. Amen. Mheshimiwa Mama Askofu, wachungaji na washirika, mbele yenu nimesimama hapa ni mtumishi wenu. Naitwa Makala Hida, mkaguzi wa jeshi la polisi Tanzania. Nisikie makofi na vigelegele kwa Bwana. Leo nimepata fursa na washirika wa kanisa la Mlima wa Moto. Nimshukuru baba yangu katibu wa kanisa Mzee Kibona kwa kunipokea na kuniambia kwamba utapata nafasi ya kuongea na washirika yale ambayo nilikuwa nimeyapanga kufikisha ujumbe kwenu. Ndugu zangu, jambo la kwanza kabisa ambalo nilitaka kushiriki nanyi kwa siku ya leo ni kuhusiana na amani na utulivu uliopo nchini mwetu. Jukumu hili ni letu sote na si la vyombo vya ulinzi na usalama pekee. Kila mmoja wetu ni mhitaji wa amani na utulivu ili tuweze kushiriki katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Hata leo tuko hapa kwa sababu ya amani na utulivu tulionao nchini kwetu. Nafasi hii ni ya kipekee na kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuilinda amani yetu, lakini sisi wenyewe kwa mikono yetu tuendelee kuilinda kwa nguvu zote amani tulionayo ili tuweze kushiriki katika shughuli mbalimbali ikiwemo hii ya leo ya kuabudu. Amen. Jambo la pili, ndugu zangu, ni kuhusiana na swala zima la ulinzi shirikishi. Jukumu la ulinzi na usalama la nchi yetu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni la wananchi wote bila kujali rangi, itikadi
kabila wala kubaguana, huyu ni nani, huyu ni nani. Sote tunapaswa kushiriki katika swala zima la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Hivyo sisi kama polisi hatuna budi kushirikiana na jamii inayotuzunguka ili kuhakikisha ulinzi na usalama unatamalaki wakati wote. Ndugu zangu, wahalifu wanapatikana katika jamii. Ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, majirani zetu. Tunashirikiana nao kwa mambo tofauti tofauti, lakini pia ndio hao ambao nao wanakuwa wanatukwaza kwa namna moja ama nyingine kwa kufanya vitendo vya kihalifu. Tunawafahamu tabia zao, mienendo yao. Sisi polisi tumekuja na njia mbadala sasa ili kukabiliana na changamoto hii ya uhalifu, kurudi kwenye jamii, kushirikiana na jamii moja kwa moja ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu kwenye jamii yetu. Tunafanya kwa mambo mawili. Kwanza, kwa kutoa taarifa za uhalifu ama viashiria vya uhalifu, kwa sababu tunafahamu uhalifu unapotendeka madhara yanatokea kwa mtu mmoja mmoja, lakini madhara yanatokea kwa jamii kwa namna moja ama nyingine. Hivyo kwa wakati huu sasa tumejikita katika kuzuia uhalifu usitendeke, na namna ya kuzuia ndio sasa tunatakiwa tushirikiane na jamii moja kwa moja kwenye kuzuia uhalifu huu, uwe mkubwa au ule mdogo. Nachokiomba hapa ni ushirikiano wenu, mtupokee. Sisi polisi ni sehemu ya jamii, hatujatoka sehemu tofauti, tumetoka humu kwenye jamii, lakini majukumu yetu ambayo ni jukumu namba moja na la msingi kabisa la polisi ni usalama wa raia na mali zake. Nyie mkiwa salama na mali zenu zikiwa salama, tunategemea kwamba maendeleo yatafanyika kwa wakati, lakini mnaweza mkafanya shughuli zenu bila kuwa na hofu ya aina yoyote ile. Jambo jingine ndugu zangu ni malezi ya watoto. Uhalifu ni zao la malezi. Tukiwalea watoto wetu vizuri, tukawasimamia vizuri, tukawafundisha vizuri, tutegemee jamii yetu haitokuwa na wahalifu. Kinyume chake, tunakuwa na jamii yenye uhalifu kutokana na ukiukwaji wa maadili na malezi mabaya kwa vijana wetu. Tuwasimamie vijana wetu kila mmoja kwa nafasi yake kwenye ngazi ya familia. Kila familia ikiwa haina mhalifu, matokeo yake jamii itakuwa haina wahalifu na taifa zima litakuwa halina wahalifu. Amani itakuwa imetamalaki kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya mtaa, ngazi ya jamii na hatimaye taifa kwa ujumla. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha uhalifu ni malezi. Ndugu zangu, watoto tuwalee katika misingi ya dini ambayo watakuwa na hofu ya Mungu. Watoto wetu wakiwa na hofu ya Mungu, itakuwa ni vigumu sana kwao kuingia kwenye makundi ama kufanya vitendo vibaya kinyume na sheria. Hivyo basi hatuna budi sote kuwasimamia vijana wetu na kuwalea vijana wetu katika kumjua Mungu, ili wao watoto wema wa sasa na vijana wema wa baadaye kwa faida ya jamii nzima na taifa letu kwa ujumla. Lakini kumbuka, hawa watoto pia ndio dhamana tuliopewa na Mwenyezi Mungu ya kuisimamia. Baada ya sisi kuondoka, wao wanatakiwa wachukue hatamu. Tusipowaandaa vizuri, tukiondoka sisi, nani atashika hatamu hii? Hili ni swali la kujiuliza mimi na wewe. Kwa hiyo tuna dhima kubwa ya kuwasimamia vijana wetu kwa nguvu zetu zote. Tushirikiane kwa pamoja. Kama kijana wako anasumbua, njoo nione, tukae naye kwa pamoja, tuangalie namna ya kumshepu ili awe kijana bora,
na faida itaanzia kwenye familia yako, lakini faida itapatikana kwa jamii nzima pamoja na taifa. Hatupo kwa ajili ya kuadhibu watu, tupo kwa ajili ya kurekebishana. Tunaelewana ndugu zangu? Jambo jingine ndugu zangu ni swala zima la ukatili wa kijinsia. Sasa hivi kadiri muda unavyozidi kwenda, nalo hili ni zao la mmomonyoko wa maadili. Maadili yamepungua sana, ndio kwa maana tunafanyana ukatili. Watu wa Mungu, watu wenye hofu ya Mungu hawawezi kumdhuru mtu mwingine. Na hata ikitokea ni kwa bahati mbaya, na wanakuwa wanaomba msamaha kwa unyenyekevu mkubwa, hawatorudia hayo makosa walioyatenda. Kwa hiyo tusifanye ukatili wa kijinsia kwa akina baba, akina mama, pamoja na unyanyasaji wa watoto. Ndugu zangu, jambo jingine ambalo linaathiri sana maendeleo yetu na baadaye kuzalisha changamoto kubwa za kiuhalifu ni migogoro. Migogoro kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya kijamii, lakini pia kwenye ngazi ya kitaifa. Niwaombe sana, njia bora na nzuri ya kutanzua migogoro ni njia ya mazungumzo na kusikilizana. Tukifanya hivi, tutakuwa ni watu wastaarabu sana, na watu ambao wameelimika, na watu ambao watakuwa wametunza hata siri ya familia, siri ya jamii, lakini siri ya kitaasisi pia. Kitendo cha kufarakana kwa muda mrefu na kutopatia suluhu inaanza kufanya jamii ianze kujua changamoto mlizo nazo. Kwa hiyo ni vyema, sisi sote tunakoseana kwa namna moja ama nyingine, lakini njia nzuri ni ya kukaa kwa pamoja, kusikilizana, lakini na kutanzua hiyo changamoto. Zikikushindeni hamsikilizani, shirikisha watu wa karibu. Kwenye ngazi ya familia kuna watu ambao ni wazima, wako kwenye level hiyo hapo. Tuwashirikishe wazee wetu. Wale wazee watakuwa wanatunza, lakini watatupa mwangaza na elimu namna gani ya kutanzua hizo changamoto. Ndugu zangu, mwisho kabisa naomba sasa Mheshimiwa Askofu nitoe namba yangu ya simu, ili kama kuna changamoto yoyote ile kwa haraka kabisa nipigieni. Nipo tayari kupokea simu yenu kwa wakati wote, muda wote, kwa ajili ya kushirikiana nanyi katika kutanzua changamoto yoyote ambayo kwa wakati huo inakukabili. Namba yangu ya simu ni 0713 99 70 84. Narudia 0713 99 70 84. Jina jepesi kabisa ambalo hutopata shida ya kulisevu. Andika Police Kata. Ukiandika makala, wakati mwingine unaweza ukaanza kusahau huyu ni nani, nilimsevu nani au kida. Ukiandika Police Kata inakuwa ni jepesi kulikumbuka. Baada ya mazungumzo haya, niwatakieni nyote heri ya sikukuu ya Pasaka.